Tulipoishia mimi niliwaambia mimi nilikuwa sina ghetto kipindi hicho. Tulikuwa nakaa mimi, dadangu na mzee watatu. Kwa hiyo mimi nikitaka kuleta dem ghetto namtumia tu sister. Maana sister nishamtongoza alikubali na mzee na na alikuwa ashakubali. Wote shawatongoza. Kwa mzee nilikuwa najifanya mdada, kwa sister yangu najifanya wa kiume. Sasa kama hiyo naleta dem ghetto namwambia mzee, leo naomba tuonane, mzee anatoka, namtumia sister, naomba tuonane, wote anatoka na niachia ghetto mwenyewe sasa. Wakirudi sasa mzee ndo anakuta analalamika kabisa, nakuja watoto hao siku hizi hao. Analalamika, namwambia vipi mzee? Yaani mimi shamba ndo anachukua kabisa eneo lote lile. Aongei pointi ambayo amelalamikia. Na dadangu kuna muda nilikuwa najaribu kuona ananipigaje vizinga. Kuna siku dada alinitumia eti baby, eti ananitumia mimi kakake anijui. Naomba unitumie 50,000 nimefiwa na kakaangu. Eti mimi ndo nimekufa tena. Nikasema huyu hajui kuomba hela huyu. Eti ananiomba hivyo mimi. Sasa okay, na mimi nilikuwa sina shida kwa sababu yeye alikuwa anazunguka hapo ndani na mimi namtumia tu SMS mzee. Baby, naomba nisaidie 50,000. Kwa mzee anatuma, namtumia dada inazunguka humo ndani hapo. Kwa familia tulikuwa tunakula hela za humo ndani.